بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kosa la sita katika makosa ya baadhi ya wenye kuswali, musabaqatul imami fi salah au mukhalafatuhu mutaammida, kumtangulia imamu katika sala au kumkhalifu imamu kwa makusudi. Hii ni katika makosa ya baadhi ya waislamu wanaosali, jambo la kumtangulia imamu katika vitendo vyake, aidha katika kurukuu au kuinuka au kusujudu, au mukhalafatuhu mutaammidan, au kumkhalifu imamu kwa makusudi. Yakulu Sheikh, hadha mubtilun lissalati au irraka'a, jambo hili linabatilisha sala au linabatilisha rakaa ile ambayo alimtangulia imamu. Faman raka'a qabla imamihi batalat raka'atuhu, mtu anayerukuu kabla imamu wake kurukuu, batalat raka'atuhu, rakaa yake hiyo imebatilika. Maamuma akirukuu kabla ya kurukuu kwa imamu, batalat raka'atuhu, rakaa yake hiyo imebatilika. In ata birruku'i, illa in ata birruku'i ba'dahu, isipokuwa akileta rukuu nyingine baada ya imamu. Alijaribu kumtangulia imamu, maamuma yule akarukuu kabla imamu hajarukuu. Sasa akileta ile rukuu baada ya kuona kwamba imamu kumbe hajarukuu, anatakiwa yeye ainuke, amngojee, amsubiri imamu. Akirukuu imamu na yeye arukuu tena, hapo itakuwa rakaa ile haijabatilika. Lakini akiendelea vile vile baada ya kumtangulia imamu, rakaa yake hiyo itakuwa ni batila. Wakadhalika ghayruhu min arkani sala, vile vile nguzo nyingine katika nguzo za sala, anapomtangulia imamu halafu akaendelea hivyo hivyo, itakuwa rakaa yake hiyo ni batila, na ndiyo sala nzima itakuwa ni batila. Falwajibu ala almusalli mutaba'atu imamihi walihtimamu bihi, wajibu kwa mwenye kusali ni kumfuata imamu wake. Imamu ndiye anayetangulia kurukuu na kuinuka na kusujudu, ni imamu. Falwajibu ala almusalli mutaba'atu imamihi walihtimamu bihi, wajibu kwa mwenye kuswali ni kumfuata imamu wake. Ihtimam ndio hiyo kumfuata imamu, yani atangulie imamu ndiyo maamuma. Fala yasbiquhu, maamuma asimtangulie imamu, wala yatakhallafu anhu, wala asimkhalifu imamu biruknin au akthara, kwa nguzo moja au nyingi au zaidi ya moja. Maamuma anatakiwa asimtangulie imamu kwa nguzo moja au zaidi ya moja. وذلك لما روى أبو داود وغيره بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به, imamu amewekwa ili afuatwe. Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, imamu amewekwa ili afuatwe, maamuma wamfuate imamu. Fa idha kabbara fakabbiru, akileta takbira imamu na nyinyi maamuma sasa leteni takbira. Wala tukabbiru hatta yukabbira, msilete takbiratul ihram mpaka yeye alete takbira ile ya kwanza ya kufunga sala, atangulie imamu, ndio maamuma walete takbiratul ihram. Wa idha raka'a farka'u, akisha rukuu yule imamu ndio nyinyi rukuuni maamuma. Wala tarka'u hatta yarka'a, msirukuu mpaka yeye arukuu. Kwa mambo haya mtu anapomtangulia imamu tayari itakuwa rakaa yake ile imebatilika, asiporukuu mara ya pili baada ya imamu. Kwa hiyo wale wanaosali nyuma safu zile za mwisho wanatakiwa wazingatie sana jambo hili, sio wakisikia Allahu Akbar tu wa rukuu
kabla ya imamu hajarukuu. Pengine imamu katanguliza Allahu akbar kabla ya kurukuu, wanatakiwa wasimame vile vile mpaka waone kwamba safu zile za mbele zimerukuu, wao ndio warukuu. Hivi ndivyo inavyotakiwa kwa maamuma. Lakini ile haraka haraka zetu kwamba tunasali nyuma halafu tuna haraka, mbona imamu harukuu, basi wewe utangulia wewe, huna swala hapo, afadhali ukalale kule nyumbani. Lakini kwamba unasali na huku wewe una haraka haraka unamtangulia imamu, hakuna swala hapo unaoisali. Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, imamu amewekwa ili afuatwe. Sasa Mtume hapa aliposema fa idha kabbara fakabbiru, alafu akaongezea wala tukabbiru hatta yukabbir, msilete takbira mpaka yeye alete takbira. Wa idha raka'a farka'u, akisha rukuu imamu na nyinyi ndio rukuni. Wala tarka'u hatta yarka', msirukuu mpaka arukuu imamu. Maneno ya Mtume sallam anakataza maamuma kurukuu na kumtangulia imamu kabla yeye hajarukuu. قال وأصله في الصحيحين، حديثه وأصليات كالصحيحين، وللبخاري مثله عن أنس والناس والجاهل يعفى عنهما. mwenye kusahau na mtu mjinga anasamehewa. Mwenye kusahau kwamba yuko katika swala yakapitikiwa, badala ya imamu kuanza kurukuu yeye akamtangulia imamu kwa kusahau na kughafilika, huyo anasamehewa. Kadhalika waljahilu, ambaye hajui hukumu hii pia anasamehewa, lakini hajui yuko wapi huyu. Watu wanasoma, yeye mbona yuko, kwa nini hajui? Hapa pia nitakuja swali, huyu jahil anasamehewa ikiwa labda yuko mbali na da'wa, hapati da'wa, huko aliko watu hawasomeshi, wale maduati hawafanyi da'wa, huyu ni jahil, anasamehewa sababu hakuna mtu wa kumfundisha. Lakini huko hapa durusi zinaendelea, ubaki na ujinga wako, ujinga huo hautasamehewa. Kwa hiyo wanasi waljahilu yu'fa anhuma, mwenye kusahau na mtu mjinga wanasamehewa kama hawajui mambo hayo. Hili kosa hili ni watu wengi, kosa hili la kumtangulia imamu ni watu wengi, na misikiti mingi makosa haya yanatokea sana na watu hawajali. Watu hawajali, wanasali au wanakwenda zao, kumbe hawana sala, wanakwenda zao tu lakini hawana sala, kwa sababu wamemtangulia imamu aidha katika kurukuu au katika kuinuka. Na zaidi hii ni kwa haraka haraka zetu sisi maamuma, sijui tukimbilia nini. Umekuja msikitini vizuri hapa, thawabu zile hatua kwa hatua unaandikiwa thawabu, unaondoshewa madhambi, halafu ukifika hapa msikitini ile haraka yako unarudi huna thawabu zozote za sala kutokana na haraka ya kumtangulia imamu. Kwa makosa haya ni watu wengi, waislamu wengi wana makosa hayo bila kuyazingatia na bila kuyarekebisha. Kosa la 7, alqiyamu liitmami rakaati alfaita qabla intihai alimami min at-taslimati athaniya, kusimama kwa ajili ya kukamilisha rakaa zile zilizomfutu alizozikosa kabla ya imamu kumaliza salamu ya pili. Kusimama maamuma kwa ajili ya kukamilisha rakaa kabla ya imamu hajamaliza kutoa salamu ya pili. Yani imamu akishatoa salamu ya kwanza tu, huyu maamuma aliyechelewa rakaa moja au mbili, haraka haraka anasimama kabla imamu hajatoa salamu ya pili. Hili ni kosa. قال وذلك لما روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبقوني بالركوع ولا السجود ولا الانصراف، msinitangulie kwa kurukuu wala kusujudu wala kwa kuondoka na kumaliza sala, msinitangulie. La tasbiquni birruku'i wala bisujudi wala linsiraf, msinitangulie kwa kurukuu
wala kwa kusujud, wala kwa kuondoka na kusimama. Qala alulama maana linsirafi at-taslimu, maana ya insiraf ni kutoa salamu. ويسمى انصرافا لأنه يسوغ للمصلي الانصراف بعده، sababu inajuzu kwa mwenye kusali kuondoka baada yake. وهو إنما ينصرف بعد التسليمة الثانية، hakika maamuma huyo anaondoka na kuinuka baada ya salamu ya pili, sio salamu ya kwanza. Unapoinuka baada ya salamu ya kwanza, ndiyo umemtangulia imamu katika kuondoka pale, wakati yeye hajamaliza salamu ya pili. Hili pia ni kosa kwa watu wengi. Imamu akitoa salamu ya kwanza, maamuma yule ambaye bado kuna rakaa hajazimaliza, anatakiwa asubiri atoe salamu ya pili yule imamu, ndio ainuke aendelee na zile rakaa zake. Lakini baada ya salamu ya kwanza tu maamuma tayari yashainuka, hili ni kosa. Ndio maana mara nyingi imamu akishatoa salamu ya pili, akishageuka hivi aona watu tayari washainuka. Wengi katika maamuma wanaochelewa ni hivyo, hawasubiri salamu ya pili. Na dakika ngapi basi kusubiri salamu ya pili? Hata dakika moja haifiki. Imamu akitoa salamu ya kwanza, hapo hapo anatoa salamu ya pili. Sijui haraka ya kuinuka ile maamuma ni ya nini, kwa sababu hata sekunde moja haifiki, tayari imamu ashatoa salamu ya pili ndio unaanza kuinuka. Lakini haraka zetu zinatukosesha sala zetu. Bali Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema sala hili, baadhi ya maulama wanasema ile sala yake inabadilika kuwa ni ya sunna, badala ya kuwa ni ya faradhi, sala yake hiyo inahesabika ni ya sunna, inakuwa hajasali sala ya faradhi. Huyo maamuma aliyeinuka baada ya imamu kutoa salamu ya kwanza, kabla hajatoa salamu ya pili akainuka maamuma yule, Sheikh Ibn Uthaymeen anasema sala ile inabadilika, badala ya kuwa ni sala ya faradhi inabadilika inakuwa ni sala ya sunna. Sala ya faradhi inakuwa pale pale hajaisali kwa sababu ya haraka yake ya kuinuka kabla imamu hajatoa salamu ya pili. والمسبوق ينتظر حتى يكمل الإمام صلاته ثم يقوم يكمل ويقضي ما فاته والله أعلم. yule maamuma mwenye kutanguliwa anangojea mpaka imamu akamilishe sala yake, kisha maamuma yule ndio asimame akamilishe na alipe ile rakaa ambayo ameikosa. والمسبوق ينتظر حتى يكمل الإمام صلاته, maamuma mwenye kutanguliwa anasubiri mpaka imamu akamilishe sala yake kwa kutoa salamu ya pili. Thumma yaqumu, kisha ndio asimame maamuma huyo, yukammilu wa yaqdi ma fatahu, na yeye akamilishe na alipe ile rakaa ambayo imemfutu. Wallahu a'lam. Hii ndio hukumu ya maamuma aliyetanguliwa, aliyekosa rakaa moja au mbili au tatu, anatakiwa asubiri mpaka imamu akamilishe sala yake kwa kutoa salamu zote mbili. Kosa jingine la 8, at-talaffudhu bin-niyya 'inda as-salah, kutamka nia wakati wa sala. At-talaffudhu bin-niyya 'inda as-salah, kutamka nia wakati wa sala. Wadhalika bid'a, na jambo hilo ni uzushi, na uzushi ni haramu. وذلك بدعة وقد تقدمت الأدلة على تحريم البدع، سمتنغولية دليل nyingi za kuharamishwa huo uzushi. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بنية للصلاة أبدا. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuisema kwa nguvu au hakuitamka nia ya sala kabisa. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أو الهدي النبوي: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisimama kwa ajili ya sala husema Allahu akbar, ndio mwanzo wa sala. Allahu akbar, takbiratul ihram, ndio mwanzo wa sala. Hakuna nawaitu wala hakuna a'udhu billahi minash shaitani rajim wala bismillahir rahmanir rahim. Lakini watu wanafanya hivyo kwa akili zao, wao wanajiona wanajua sana kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume mwanzo wa sala yake ilikuwa ni Allahu akbar,
lakini utasikia watu wakifunga sala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahman Allahu akbar. Sivyo hivyo, ni uzushi. Kama ingekuwa imo, si angefanya mtume kusema hiyo a'udhu billahi minash shaitanir rajim na kusema nawaitu an usallia fardha dhuhri, angesema mtume. Lakini ni uzushi kutamka nia, ni uzushi kutamka neno lolote kabla ya hiyo takbiratul ihram. Walam yakul shay'an qablaha, hakusema neno lolote kabla ya hiyo Allahu akbar. Wala talaffadha biniyatin albatta, wala hakuitamka nia kabisa. Wala qala usalli lillahi salata kadha mustaqbil alqibla 4 rak'at imaman au ma'muman, hakusema hivyo mtume. Hakusema kabisa maneno hayo. Mwanzo wa sala yake ni Allahu akbar. Wala qala adaan wala qadaan wala fardha alwaqti. Yote haya ni maneno ya uzushi, yamezushwa na watu, yamezushwa tu na watu. Hakusema mtume sallam wala yoyote katika as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. وهذه 10 بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل. hizi ni bid'a 10, hakuna yoyote aliyenukuu kabisa kwa isnadi iliyo sahihi wala dhaifu wala musnad wala mursal. Hakuna hata hadithi dhaifu kwamba mtume alitamka nia, hata hadithi dhaifu hakuna. Asema lafdatan wahida minha albatta, hakutamka neno hata moja katika hayo kabisa. Bal wala an ahadin min ashabihi, wala kwa yoyote, halikunukuliwa kwa yoyote katika masahaba wake. Wala tahsanahu ahadun min at-tabi'in, wala hakuona hilo kwamba ni jambo zuri yoyote katika tabi'in. Wala al-a'immatul arba'a, wala maimamu wanne wote, si Abu Hanifa wala si Imam Malik wala si Shafi'i wala si Ahmad. Hakuna katika wao maimamu wanne aliyesema hivyo kwamba watu watamke nia usalli fardha dhuhur 4 rak'at imaman au ma'muman. Hakuna yote katika wao waliosema. Kwa ni mambo yaliyozushwa. Kosa la 9, adamu qira'ati al-Fatiha fi as-salah, kutosoma Fatiha katika sala. عدم قراءة الفاتحة في الصلاة، كتسوما سورة الفاتحة كتكصالة. فقراءة الفاتحة ركن، وسوما فاتحة ننجوز كتنجوز الصلاة. ولا تصح صلاة من لم يقرأ بالفاتحة، هيسيه صلاة ياسيسوما سورة الفاتحة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهو خداج 3، أي غير تمام. Tumesema mwenye kusali sala yoyote ambapo hakusoma katika sala hiyo suratul Fatiha, sala hiyo haikukamilika. Fahiya khidajun, akasema lafzi hilo mara 3, ay ghairu tamam, sala hiyo haijakamilika. Rawahu Muslimun an Abi Hurairah. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. hakuna sala kwa asiyesoma suratul Fatiha. وفي لفظ آخر عن عبادة: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، pengine nyinyi mnasoma nyuma ya imamu wenu. Mtume anasema la'allakum taqra'una khalfa imamikum, pengine mnasoma nini nyuma ya imamu wenu. Qulna na'am, qulna na'am, tukasema ndiyo tunasoma. Qala la taf'alu illa bifatihati alkitab, msifanye hivyo, msisome isipokuwa suratul Fatiha. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha, kwani hakuna sala kwa asiyesoma sura hiyo suratul Fatiha. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidhi wa Ibn Hibban. Wa hadha yadullu ala wujubiha ala alma'mum, hadithi hii inafahamisha wajibu wa kusoma suratul Fatiha kwa maamuma. وفي قراءة الفاتحة للمأموم إما مطلقا أو في الجهرية خلاف معروف
qadimun hal tajibu am tasqutu. Na katika kusoma Fatiha maamuma ima kuisoma katika sala zote au fil jahriya au katika sala ile ambayo imamu anatoa sauti kama salatu subhi wal jumaa na raka mbili za mwanzo za isha na maghrib. Kuna khilafu inayojulikana ya zamani, maulama wamekhtalifiana, je, maamuma pia wasome Fatiha ikiwa imamu anasoma sauti yake inasikika katika salatu jahriya au hawasomi maamuma? Jamaahirul ulamai ala sukutiha, kundi la maulama ni kwamba Fatiha inaanguka kwa maamuma ikiwa imamu anasoma kwa sauti inasikika kama salatu subhi, salatu aljumaa. Lakin al-ityanu biha wa qira'atuha abra'u lidhimma wa ahwatu liddin, lakini kuileta suratul Fatiha na kuisoma unatakasa zaidi dhimma na ni ihtiyati zaidi katika dini kujitolea shaka. Yani hata kama imamu anasoma kwa nguvu, anatoa sauti kama salatul fajr, pia mtu asome hivyo hivyo. Lakini wa aktharu alqailina bisukutiha yaquluna bistihbabi qiraatiha, wengi wanaosema kwamba Fatiha inaanguka katika salawatu jahriya wanasema ni sunna kuisoma kwa hao maamuma. Wengi wanasema hivyo kwamba ni sunna, haitakuwa ni nguzo tena kama imamu anasoma qiraa jahriya katika salawatu jahriya, kwa maamuma inakuwa ni sunna kuisoma, sio lazima. Kwa jambo hili na khilafu baina ya maulama, ikiwa ni salatu jahriya imamu anasoma kwa sauti, je, maamuma nao wasome suratul Fatiha au wamsikilize imamu? Hili jambo lina khilafu, lakini wengi wanasema hivyo kwamba maamuma wanyamaze wamsikilize imamu, isipokuwa rakaa mbili zile za mwisho za isha lazima na wao maamuma wasome Fatiha sababu imamu anasoma kwa siri. Kadhalika rakaa ya mwisho ya maghrib imamu anasoma kwa siri na wao lazima wasome suratul Fatiha. Kwa hiyo jambo hili na khilafu baina ya maulama, la maamuma kusoma Fatiha katika swala zote au katika salatu jahriya maamuma wasikilize qiraa cha imamu wasisome. Allahu akbar.